utumwani na ninatangaza. Hebu sema kwa sauti, sema ninatangaza leo. Leo ninatoka utumwani. Leo ninatoka utumwani kwenye utumwa wa aina yoyote. Leo ninatoka kwa jina la Yesu. Sasa ujumbe wangu utaitwa vita ya kutoka utumwani. Hebu sema vita ya kutoka wapi jamani? Utumwani. Huu ndio ujumbe ambao Mungu amenipa leo. Na leo lazima kwa jina la Yesu utoke utumwani kwa jina la Yesu. Haleluya. Utumwa, ninapozungumza utumwa wa chochote, nataka tuangalie jambo moja. Jambo la kwanza, kwa sababu ya muda wetu, watu waliingia utumwani kwa sababu ya kitu kinaitwa njaa. Hebu sema njaa. Waliingia wapi jamani? Utumwani. Walipoingia utumwani wakateswa kwa muda wa miaka ya kutosha. Muda wa miaka ya kutosha, sio miaka miwili wala miaka mitatu, miaka mingi. Mpaka Biblia inasema akaja Farao asiyemjua nani? Yusufu. Ina maana ni kitengo, ni muda mrefu sana huu ambao umetokea watu hapo utumwani. Lakini tunaangalia waliingia utumwani kwa namna gani? Waliingia utumwani kwa sababu ya njaa. Hebu sema amen. Waliingia utumwani kwa sababu ya nini jamani? Njaa. Hicho ndicho cha kwanza ambacho kiliwafanya watu waingie utumwani. Lakini tunataka tuangalie leo, ndio maana leo nataka tufanye vita ya kutoka utumwani kwa jina la Yesu. Utumwa ni nini? Utumwa madeni. Utumwa ni nini? Utumwa udhaifu. Utumwa ni nini? Utumwa ni magonjwa. Leo nataka tutoke kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Leo mimi nataka tutoke. Hebu sema natoka leo. Hebu sema natoka leo. Sasa kwenye kutoka utumwani kuna vitu vitatu. Naomba andika hizo vitu vitatu. Kwenye kutoka utumwani, jambo la kwanza, vita ya kwanza, lazima kwanza utoke. Vita ya pili, njia unayopita. Vita ya tatu, hatima. Hivyo ndio vitu vitatu. Unapotoka utumwani lazima ujue kwamba nina vita ya kutoka utumwani, lakini licha ya kuwa nina vita ya kutoka utumwani, njia nitakayopita baada ya kutoka utumwani, hiyo ndio ya muhimu. Yaani nikiwa na maana pale ambapo unapigana na yule adui ambaye ameshikilia uchumi wako, pale unapofanikiwa kumpiga, je, kwenye njia utakayopita itakuwa salama? Hicho cha muhimu. Na unapopiga kutoka vitani unataka kwenda wapi? Hicho ndicho cha muhimu. Habari njema nikwambie, mtu ambaye leo atapigana vita na anajua anavyotakiwa kwenda, leo atafika kwa jina la Yesu. Yeyote yule ambaye anajua kabisa mimi ni mfanya biashara ila kuna mahali nimeziwa, ila mimi ni mama mwenye watoto ila kuna mahali nimeziwa, mimi nakwambia ukishajua unakoelekea, leo tukikutoa vitani, tukikutoa utumwani, leo mimi nakutangazia ufike salama kwa jina la Yesu. Haleluya. Hebu sema amen. Tunaangalia watu walipokuwa utumwani, Mungu akashusha mafunuo. Tuseme mafunuo akayashusha kwa mtu anaitwa Musa. Akamwambia Musa, hebu nenda mahali fulani, nenda pale kawatoe watu utumwani, kawatoe kwa Farao. Farao anatumikisha, ameweka mahali. Akamwambia Bwana, Mungu akamwambia nenda kawatoe watu utumwani. Tunaanza kuona process ya mtu kuanza kutoka kwenda kuwatoa wana wa Israeli utumwani. Jambo la kwanza, alipofika kwa Farao, tunamwona huyu Musa alipofika kwa Farao, akamwambia Farao waachie watu hawa wakamtumikie Bwana. Lakini Farao jambo la kwanza akakataa. Hebu sema amen. Akafanya nini jamani? Akakataa. Alikataa na alikuwa na moyo mgumu. Angalia Biblia inaposema wale wakina Haruni walikuwa siku moja wana fimbo ili wamthibitishie kwamba wametumwa na Mungu. Wakachukua fimbo wakaidondosha chini. Baada ya kuidondosha chini ile fimbo, tunataka tuone miujiza ambayo ilitokea. Eti alipodondosha fimbo chini, fimbo ikageuka kuwa nyoka. Haya mambo sio ya uchawi, haya mambo ni ya Biblia. Hebu sema amen. Kuna mtu anawaza, mchungaji, unaposema nyoka, fimbo ikageuka kuwa nyoka, tutakuja kupata kuona hiyo kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 7 mstari wa 11. Akawaita wenye akili, akawaita na waganga, akawaita pamoja na wachawi, akawaambia njooni na niye mfanye kama alivyofanya yule anayejiita mtumishi wa Mungu. Walipofika pale wakadondosha na wao fimbo, zilipodondoka na zenyewe zikawa nyoka. Hebu sema amen. Zikawa nini? Zikawa nyoka. Ila baada ya kuwa nyoka, ndio maajabu ya Mungu aliyonayo. Angalia maajabu ya Mungu aliyonayo. Mungu akaamua kufanya maamuzi
Ile nyoka ya kina Haruni ikameza nyoka zote za waganga wa kienyeji pamoja na wachawi. Hebu sema amen. Zikamezwa zote. Na hii inakuthibitishia Mungu akitenda muujiza, hakuna anayeweza kuiga muujiza. Muujiza wako leo mimi nakutangazia hivi. Tutakapokutoa leo ukiwani ukianza kuanza biashara, hakuna mchawi atakayeingia na biashara inayofanana na wewe kwa jina la Yesu. Tutakapokutoa kwenda kwenye ndoa, hakuna atakayevamia ndoa kwa jina la Yesu. Haleluya. Muujiza Mungu akautenda, alipoutenda jamaa kwa sababu likawaza ili pigo la kwanza na waganga wangu wameweza kufanya. Na ndio maana ili utoke kwenye vifungo vya muda mrefu, shetani hana kawaida ya kupigwa pigo moja. Ukisema na feta, shetani huwa hana kawaida ya kupigwa pigo moja. Moyo wa Farao kama mgumu. Na ndio maana kuna muda mwingine unajiuliza, hivi mimi kuomba kote huku, kufyeka kote huku, vita hii haiishaji? Nikwambie vita kawaida ya shetani inabidi umpige mapigo mengi. Nikwambie ndio natangaza, adui yote ambaye ulishakuwa unamuona kila siku unapigana naye, baada ya ibada hii hautamuona tena kwa jina la Yesu. Na ukimwona adui amesimama jaribu kuangalia, utamkuta ni adui mwingine na yule naye anatakiwa acheze kwa jina la Yesu. Haleluya. Majeshi. Jamaa akatenda muujiza. Baada ya kutenda muujiza, Farao akakataa. Akasema Bwana, mimi sikuruhusu uende leo. Sikuruhusu. Na ndio maana tunapokuambia njoo Jumatatu, njoo Jumatano, njoo Ijumaa, kufunguliwa ni process. Hebu sema process. Kiswahili ni vigumu. Mchakato. Hebu sema mchakato. Yes, mchakato. Kufunguliwa ni mchakato by mchakato. Mchakato by mchakato. Kufunguliwa mahala popote lazima pawe pana mchakato. Usidanganyike na muujiza wa bim bam. Hapana. Mungu mwenyewe angeweza kutenda muujiza wa kuhamisha wana wa Israeli wahame waende kwenye nchi ya ahadi ndani ya siku hiyo moja. Ila Mungu akaamua hapana, kwa jinsi ilivyo mimi naanza kwa mchakato na ni taratibu na hakuna wa kunipangia, na lazima ili jambo nitakalofanya ili nihakikishe watu wanatoka moja kwa moja. Kutolewa utumwani kwa siku moja haikuhakikishi kwamba uko salama nyakati zote. Amen. Na ndio maana Mungu akikupenda siku zote huwa anasema anakupatia mtu anayekuongoza kiroho. Amen. Usitishike na miujiza unayoiona ukaona bana, baba yangu mbona hajawahi kutembea hewani, baba yangu mbona mimi hoga apulizi, unadondoka mapepo, mbona mimi baba yangu hoga atumii kidole kutoa pepo au atumii miguu. Unajua kuna manabii hizo wanatumia uvimbe, wanatumia ngumi tu. Unaliza, unaenda kwa nabii, unafika pale kwa nabii anakuona mwingine anachukua pipa. Na mimi nimeona kuna nabii mmoja anachukua pipa, anatumbukia yeye kwenye ile pipa, maji yanaishia humu, alafu anaoga yale maji. Akishaoga yale maji mnafika muda ibada imeisha, yeye ndo anaingia kwenye pipa nabii. Akiingia kwenye pipa yale maji ndo anachota, unanawa. Unachota, unanawa. Nikwambia hivyo vitu sio vya kuaminika. Hebu sema amen. Heri yako wewe ambao unalipata neno la Mungu lisilogoshiwa. Heri yako wewe unalipata neno la Mungu lililokamili kwa jina la Yesu. Nikwambia jambo moja. Hebu sema amen. Iko hivi, kama mafuta yangekuwa yanafanya kazi, just imagine. Ngoja nikwambie. Ukitaka ukompare, jaribu kuangalia tangu umeanza kwenda kwa mganga, ukasema nahitaji kutibiwa kwa mganga, magonjwa yalikuwa yanajirudia mara kwa mara. Si hivyo? Leo unaumwa, kesho unaumwa, kesho tumbo, kesho hiki. Mbona unajiuliza nina nini? Mbona unakuwa hivi, mna shida gani? Leo unaumwa hiki, kesho shida hiki. Na kuna muda mwingine kipindi hujaokoka ulikuwa ni mtu wa kuchoka sana. Uongo. Ukikaa kidogo umechoka tu. Ukiinuka tu umechoka. Ila tangu umeanza kukanyaga kwenye madhabahu ya Mungu wa kweli, unashangaa tu labda ni mawazo tu hauna. Unashangaa labda unawaza vitu fulani, biashara inaenda, magonjwa yakupati. Inakuhakikishia kwamba mwanangu uko salama. Amen. Yaani inakuhakikishia uko nini? Salama kabisa. Naumwa, unashangaa mtu tumbo anaweza kukwambia tumbo linaniuma. Tumbo tu. Unajua tumbo ni malaria. Unasema una mfuko uzazi wewe sehemu. Ile unashangaa tumbo na wewe kila mwezi, ukifika mwezi wiki moja na wewe unalo. Ukifika mwezi wiki moja na wewe unalo. Ikifika mwezi wiki moja na wewe unalo. Mbona unakuwa unajiuliza mna nini? Lakini tangu umeanza kumjua Mungu wa kweli, ndio unashangaa uko salama, magonjwa yakupati, dawa utaanza kumeza wewe umeshasahau. Inakuhakikishia mwanangu uko salama. Amen. Angalia Musa akatenda miujiza. Baada ya kutenda miujiza ili watu watoke utumwani, lakini Farao akakataa.
Na ndivyo ilivyo, inatufundisha hata wachawi kutoka kwenye vifungo vya maskini sio siku moja, sio siku moja. Na ndio maana wale niliwashauri jana viongozi, nikawaambia hivi, ukitaka kiongozi kufanikiwa, naomba nizungumze sentence kwa wote. Ukitaka kiongozi na ndani yako unaishi wewe ni mtu mkubwa au unaishi wewe ni tajiri, huwezi kufanikiwa ukawa tajiri kwa kutumia kipato kimoja. Yaani ukiwa una duka lako moja na unategemea kufanikiwa maisha yako yote hapo, huwezi kufanikiwa. Mtu yeyote anafanikiwa ana vyanzo vingi vya mapato. Yaani analima karanga lakini ana duka, analima karanga lakini anajimua mbolea anauza, anafanya hivi, anashika vitu vingi kwa wakati mmoja. Hao watu ndio ambao huwa wanafanikiwa na utajiri wao huwa unakuwa wa kudumu, lakini na chenyewe ni process. Ukimwona tajiri amekuwa mkubwa sana ndani siku moja, mpe muda, baada ya muda atadondoka na atafilisika, hakuwa anaweza kupata chochote. Ndio maana zamani ukashangaa kulikuwa kuna matajiri wengi. Wewe mwenyewe unao, utasikia bwana kulikuwa kuna tajiri mmoja alikuwa ni mkubwa. Yule tajiri alikuwa akipita, yeye ndio peke yake. Ila utajiri wake amefilisika mpaka sasa tunapendana mtaani, tunapigana mpaka 5. Mpaka unajiuliza kwa nini? Kwa sababu kitu alichokipata alikipata kwa nguvu haraka. Na ndio maana hata muujiza wa papo kwa papo huwa haumati sana. Na ndio maana mimi kanisani nina watu wengi. Mwingine anakuambia hapa baba, nilikuwa nimekuja hapa kanisani, nikawa nimeuvimba vimeteka. Nilikuja hapa kanisani, nilipokuja hapa kanisani maziwa, unajua kuna watu wengine wanakuja, baba maziwa yangu mimi hayatoki. Sio kama tunaenda kutumia dawa, hapana. Tunamwambia bwana, tunaomba kwanza, baadaye ikishindikana nenda hospitalini. Tunaomba maziwa yanakuja. Miujiza ya papo kwa papo. Miujiza ya papo kwa papo mara nyingi huwa haiwatunzi watu, haiwafanye kuwa mahiri, ila muujiza ambao mtu anaupata kwa kushindana huwa ndio muujiza thabiti, na ndio Mungu anautaka kwa jina la Yesu. Ili ukipata mali unaitunza, ili ukipata fedha unaitunza, ukipata muujiza unautunza, kwa sababu vita umepigana mwenyewe. Wewe unachezea muujiza kwa sababu umeshindana mwenyewe. Na ndio maana tunapokuja kanisani tukikwambia sema kwa jina la Yesu, usilete kiburi. Wewe unangoja na wewe unasema useme mimi sijui kuomba, basi nasubiria tu waniombee. Hapana, kuna majira. Na ndio maana iko hivi, kama maji kutumia tungetumia, kama chumvi kutumia tungetumia, ila sisi tuna uhakika chumvi huwa zinaisha. Chumvi haziishi kaisha jamani, zinaisha. Ukienda wewe nyumbani ikiisha ukatokewa na mchawi, unafanyaje? Inabidi uende kwa chumvi na bado ipeleke kwa mtume na nabii, umwambie prophet ipige chumvi ili mchawi akimbie. Hapana, sisi tunalo jina moja tu. Ukilitaja mashetani wanajua tunalo jina moja tu. Ukiliita mtu anataka utoae. Ile jina hilo ni Yesu Kristo peke yake. Mchawi umelala usiku ukiamka mauzauza, hatuna jina lingine, hatuna mama wala baba. Hizi tu ni kusema kwa damu ya Yesu Kristo. Na pepo anasikiliza mamlaka yako. Pepo asikilizi mamlaka ya chumvi. Naomba ni kazi hapa. Pepo asikilizi mamlaka ya chumvi. Pepo anasikiliza mamlaka ya Mungu, jina lipitalo majina yote, yaani Yesu Kristo. Hilo ndio jina pekee. Haijalishi awe shetani mzima mzima, haijalishi awe mganga mzima mzima, haijalishi awe mganga ambaye amefuga tisi zake nyumbani, tunalo jina moja tu. Awe ni mganga amefuga simba zake wa kichawi, amefuga ng'ombe wake wa kichawi, amefuga wanyama wake wa kichawi, sisi tunalo jina moja. Tukilitaja hawa wanyama wote wanateketea, tukilitaja hawa mapepo wote wanaondoka kwa jina la Yesu. Haleluya. Sasa hebu sema leo ninatoka na njia yangu imesafishwa kabisa. Hebu sema imesafishwa kabisa. Kutoka ni muhimu, inabidi utoke kwa kupigana. Angalia, baada ya muda akaja kutenda pigo lingine, kupiga pigo lingine. Pigo lingine ambalo alilipiga Mungu, alilipiga pigo lingine na pigo kama 10 lingine, akaweka chawa. Hivi unasikia chawa? Wale ambao mmeshawahi kuona chawa unaelewa. Ila jamaa Mungu akampiga mavumbi ya ardhi yote yale chawa. Jamani, wale wa chawa tusijuana. Vipi zikiwapo? Unalala. Mzee mwingine kama analala. Chawa zikiwapo unalala jamani. Huwezi kulala chawa. Na chawa zitakuumbua tu. Ukifika
sehemu utajikuna hivi. Yaani asikichaji, utafanya kidogo tu, ukimkuta mtu hiyo chawa, jamaa Mungu akapiga pigo zima chawa za kutosha kila sehemu. Baadaye akaamua amuru mainzi hizi zikaja nchi nzima, mpaka wewe unashangaaga una hoteli ila hizi kwako zikatiki zinakimbiza wateja. Usiseme natumia dawa ya lungu, usiseme natumia chumvi, tumia jina la Yesu, zinapenda kwa jina la Yesu. Hiyo ndio wateja wanazidi maarifa. Eti chawa unaziona ndani, ila unasema bwana hizi chawa tu zimekuja kwa sababu ya mambo tu mengine. Wachawi sio kitu cha mchezo. Wachawi sio kitu cha mchezo. Chawa zinaingia ndani. Ile jamaa likasema ingawa na chawa niko nazo, baadaye nikawalegezea, lakini baadaye nikakataa. Jamaa akasema basi sawa, na kutumia pigo lingine. Akatuma pigo lingine, maji yote yakageuka kuwa damu yote. Na ndio maana mimi mchawi tukiwa tunashindana naye ni mwendo wa kubadilishana mapigo. Amen. Wewe tu unashangaa leo unaua kichwa, kesho miguu, kesho kichwa, kesho miguu, kesho tumbo, kesho uso, kesho hiki, uso unawasha kuanzia huku mpaka huku. Yaani anakupiga kwa mapigo tofauti. Unakuja kanisani unaombea kichwa eti maumivu ya miguu. Ina maana adui anapiga hapa, baadaye anapiga hapa. Na sisi leo tunambadilishia mapigo kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Hebu sema kuanzia leo hii na kubadilishia mapigo kwa damu ya Yesu. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Yeyote yule aliye adui yangu wa kimapato, aliye adui yangu wa uchumi, leo na kubadilishia mapigo kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Hebu sema amen. Naomba tuangalie kwenye kitabu kimoja cha Kutoka sura ya 11 na mstari wa 1 mpaka wa 4. Biblia takatifu inasema, Bwana akamwambia Musa, hili ni pigo la mwisho sasa. Hebu sema pigo la mwisho. Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja tu ambalo bado nitakalolileta juu ya Farao na juu ya Misri. Baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huko, naye hapo atakapowapa ruhusa atawafukuza mtoke huku kabisa. Basi nena wewe masikioni mwa watu hawa, na kila mtu mume atakaye kwa jirani yake, na kila mwanamke atakaye kwa jirani yake, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Bwana akawapa watu hawa kibali machoni pa Wamisri. Zaidi ya hayo, huyu Musa alikuwa ni mkuu sana katika nchi ya Misri, machoni pa watumishi wa Farao na machoni pa watu wake. Hebu sema amen. Tunaangalia baadaye Mungu akaja akapiga pigo moja, akawaambia jambo moja. Angalia, kabla hajapiga pigo akawaambia waweke damu katika kila mlango. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Ili kila mzaliwa wa kwanza ambaye yoyote yule, awe ni kuku, awe ni chochote yule, mzaliwa yule wa kwanza, mnyama yote mzaliwa wa kwanza, hata yule anayekaa ndani ya Farao, hata kama ni mtoto wa Farao, Mungu anasema liko pigo moja ambalo nitalipiga na mimi nitawapa kibali. Baadaye wakaweka alama katika kila nyumba. Alama gani? Alama ya damu. Amen. Alama nini? Ya damu. Na nikwambia hii ndio kanuni ya Mungu. Mungu huwa hafanyi kazi pasipokuwa na damu. Na ndio maana shetani na yeye ni mtu anayeiga. Lazima na yeye shetani hawezi akafanya kazi pasipokuwa na damu. Ndio maana ukienda kwa mganga, ukiwa na tukio kubwa ambalo unataka kulifanya, atakwambia leta damu. Kwa sababu gani? Mizimu au mashetani yanasikia damu. Na hata Mungu naye yuko hivyo, akamwambia pake. Hebu sema amen. Na hii ndio maana ya kitu kama Pasaka. Iko hivi, ile damu ndio inakuwa kama ulinzi. Yule malaika akifika akikutana na damu, anapaa juu ya, ana pass over, anaenda juu ya, anaacha kwa sababu kuna alama. Nikwambie, asingekuja Yesu Kristo mpaka leo tungekuwa na sisi tukitaka kufanya maombi tunachinja. Amen. Yaani ili mtu sadaka yake ikubaliwe au maombi yake yakubaliwe, inabidi atoe kafara. Amen. Atoe nini jamani? Kafara. Ndio maana unakuja kumuona baadhi ya watu walikuwa wanataka kafara. Unakuja kumuona mtumishi Abraham anatoa kafara ya mnyama.
Na ndio maana pasipokuwa na ile damu ya Yesu, na ndio maana Mungu anasema Bwana, wekeni damu, kwamba mkiweka damu hii, mimi nikitaka nikituma mtu kwa ajili ya kuja kudhuru, hata iona hiyo nyumba, ataruka juu ya, atapita juu ya. Inatuthibitishia hivi, nyumba yoyote isiyokuwa na damu, hiyo lina mlango ulio wazi. Adui anaweza kuingia muda wowote na kutoka muda wowote. Nyumba isiyokuwa na damu. Sizungumzi za damu zile ambazo mtu anaweza kazani. Unaweza kusema basi kama damu inahitajika, basi damu nichinje damu ya kuku. Hapana, au nichinje damu ya nini? Kabla ya Agano Jipya, watu wote walikuwa wakitaka kufanya ibada, inabidi ibada pale pana mwana kondoo. Siku moja Mungu anamwambia Abraham, anamwambia hivi, mimi namtaka mwanao ukamtoe sadaka. Hivi Mungu ni Mungu wa namna gani ambaye na yeye anataka eti sadaka? Anataka sadaka ya nini? Ya damu. Lakini baadaye akamwambia basi kuna mwana kondoo yuko pale, mchukue yule mwana kondoo uje naye. Na ndio maana chunga sana kitu kimoja. Kuna baadhi ya matajiri wakubwa utashangaa kila mwaka wanachinja ng'ombe, wanasema hivi tunachinja ng'ombe kwa ajili ya kuwasaidia. Na wewe pasipo hata kujua unasema jamani tunapewa msaada wa ng'ombe, wacha tukachinje nyama. Kuna baadhi ya vitu vingine hatuvijui. Ili mtu agano lake liendelee inabidi amwage damu kila mwaka. Na ndio maana ile sadaka unayoipokea asilimia nyingi unapewa kuchinja kwa Uislamu. Akichinja anatoa kama sadaka, anatoa kwa watu. Ile sadaka ina manuizo, ile damu inamwagika ina manuizo. Ila wao wanasema bwana nini? Hiyo sadaka wacha nichukue. Angalia, ukitaka ujue kama Muislamu kwa yeye ana nia njema, basi chinja wewe mnyama, alafu mpatie ale. Anakataa, anasema hiyo nyama sio halali. Hiyo nyama sio halali. Halali ina maana gani? Halali inabidi kichinjwa imenewe mambo, yani inabidi kichinjwa kimwagika, inabidi amene. Ananena, anatamka ile sio, anatakasa ile nyama, alafu baadaye muda anatoa. Na ndio maana tunashangaa ndugu zetu Waislamu kifika kila muda baada ya muda kuna matamasha sehemu, wanachinja ng'ombe wakichinja. Ile ni kama sadaka, ni kama kudumisha. Usiseme kwamba sadaka ya upendo. Angalia anayetoa ana masheri, anayetoa unashangaa na manyumba, anayetoa ile ni kama sadaka. Ile damu inapomwagika, ile damu inafanyika kwa uhai juu yake yeye. Ile Mkristo napokea tu, alafu na unataka kulala, mtu anakuambia bwana hiki ni halali na wewe unataka ulale, eti napokea tu, ni hamna shida. Nikwambie jambo moja, tuseme amen. Kwa mantiki hiyo kila kitu kinatumia damu, kila kitu. Hoteli ili iendelee, hoteli ya mtu ili iendelee, mtu amefungua hoteli inabidi aweke damu ya kitu pale. Mtu amefungua kiduka lazima aweke damu ya kitu pale. Ili mtu akufunge inabidi aweke damu ya kitu pale. Ili mtu ajikinge kwenye nyumba yake asivamiwe inabidi amwage damu, na ina maelekezo. Tunapataje thibitisho? Kuja kuangalia kwenye kitabu kimoja ambapo Mungu anakuja anamwambia Kaini, damu ya ndugu yako inanililia. Kwa mantiki hiyo tunatufundisha kwamba kumbe damu hiyo ina kawaida ya kuongea. Ila inaweza kaongea kwenye mambo mangapi? Mawili, mema au mazuri, mema au mabaya. Hilo mtu lazima kubali kwamba kuna mambo mema inaweza kuongea na kuna mambo mabaya inaweza kuongea. Angalia, Mungu akasema weka alama ya ulinzi ili usivamiwe. Hebu sema kwa jina la Yesu, nyumba yangu mimi. Hebu sema nyumba yangu mimi. Ninaachilia damu ya Yesu. Hebu sema ninaachilia damu ya Yesu. Kuanzia leo hii nyumba yangu mimi imetakaswa kwa jina la Yesu. Ninaachilia damu, na yeyote yule aliyeniweka utumwani akaniwekea na damu yenye manuizo ili nilinde nikae utumwani, leo nimekataa. Hebu sema leo nimekataa. Kifungo chochote, sema kifungo chochote kilicho kizito kwenye maisha yangu ambacho kina damu nzito, leo natumia damu ya Yesu na inyamazisha ile sadaka yao kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Naomba tuangalie jambo moja. Baada ya muda utasoma kwa kuendelea hapo mbele. Baada ya muda tunakuja kumuona
Farao akakubali kuwaachia wana wa Israeli waende ambako wanataka kwenda. Amen. Ametoa ruhusa, lakini kumbuka amefiwa na mzaliwa wake wa kwanza. Amefiwa na mzaliwa wake wa kwanza. Alipofiwa na mzaliwa wake wa kwanza, akatoa ruhusa. Akasema basi enendeni mkamtumikie Mungu huko mnakotaka. Wapi huko? Mkamtumikie, nendeni. Jamaa imetoa ruhusa. Baada ya kutoa ruhusa, baadaye likakumbuka, likawaza, mtu wa faida. Nikwambie hivi, unaweza leo kupiga majeshi ukatoka kwenye kifungo, haituhakikishi kwamba adui hata kufuatilia, ila inategemea wewe umekaaje na Bwana. Kwenye ile njia mahali ambapo unakimbia kwenda kwenye upele wako, umekaaje na Bwana? Tunaona watu wanaanza kutoka kwenda kwenye nchi ya ahadi, ila Mungu amewaandikia kwamba mtaenda kwenye nchi ya ahadi na njia mtakayopita ndio hii. Lakini angalia hatima ya Musa. Musa hakufika. Ina maana unaweza ukatoka utumwani ila usifike kwenye hatima. Hebu sema nakataa. Sema nakataa. Eti unatoka kwenye magonjwa, unatoka kwenye vifungo, unatoka kwenye umaskini, ila kwenye hatima ufiki. Hatima ni nini? Unatoka kwenye kifungo cha umaskini. Mungu anakubariki kwa fedha. Hapo anapokubariki kwa fedha, baada ya kuinuka na watoto wako, eti wewe ndio ulikuwa tajiri, watoto wako wote waombaomba. Hilo vitu vipo. Unashangaa mtu magonjwa yao yamenusulika ya kichawi yameondoka, ila watoto wake wote wanaishia pabaya. Hiyo sio ujafia wenye hatima. Hatima ni ile unafika mahali ambapo Mungu amekusudia, na hapa hiyo sehemu inakuwa ni ya baraka kuanzia kwako wewe mpaka kwa watoto wako. Amen. Angalia, Mungu amewaidia wana wa Israeli. Mpaka leo ukiangalia taifa la Israeli ni taifa dogo, lakini lina nguvu sana. Dogo lakini lina nguvu sana. Kwa nini lina nguvu? Linayo ile baraka. Linayo baraka, na ndio maana hata vita itokeaje, ile nchi lazima kuna sehemu itapita tu kwa jina la Yesu. Kwa sababu gani? Ina ile baraka. Na ndio maana ni muhimu wakati unatoka kwenye kifungo, unasema nimekata vifungo vya mabeni. Je, kwenye njia yako pale kwenye njia kuna adui huwa wanakaa njiani, mbele yako huwa kuna maji. Maji ni nini? Ulikuwa unampenda Bwana, ila wakati unakuja kanisani unashangaa hamu ya kusikiliza ibada huna. Hiyo ni dalili moja hapo kwamba tayari umeshakutana na maji. Kwenye njia yako, mahali ambapo ulikuwa unaenda, umeanza kukutana na maji. Unakuja ibadani, usikie hali ya kuomba, unasikia kuchoka, unasikia kuumia, yaani kile ibadani kila kitu ni kukosoa. Mwanzo mwisho, waimbaji hawanibariki, naenda kukaa nje, siji ibadani. Mimi siji ibadani kwa sababu ibada zimezidi. Ibada Jumatatu, ibada Jumatano, ibada Ijumaa, ibada siji, nimechoka. Hii ni dalili moja wapo mbaya kwamba tayari kwenye njia yako umeshakutana na maji. Na ndio maana wengine tukutane na maji bado tupo, tukutane na milima bado tupo, tukutane na majangwa bado tupo, tukutane na mapori bado tupo. Wewe na nguvu kwa jina la Yesu. Mtu yeyote atakayekwambia unaenda kufanya nini, mwambie unaenda kumtafuta Bwana. Usisikilize maneno ya mtu yeyote. Ukidhamiria jambo lako, usisikilize watu wanasema nini. Ukidhamiria jambo lako, lolote lile. Na ndio maana nikwambia mwanangu, nataka watu yani ufikie stage watu wakufahamu. Wanakufahamu vipi? Kuna baadhi ya misimamo ukishaiweka basi haiteteleki hata siku moja. Amen. Kwa mfano gani mwingine ambao nataka kutolea? Mfano mmoja huu. Kipindi unataka kuja ibadani, anatokea mgeni ambaye sio mlokole, ila unasema kwa sababu namheshimu sana sitaenda ibadani, nitakaa kwa ajili ya wageni. Hicho ni kiwango kidogo. Unaelewa? Unawaambia karibuni, twende nyumbani mwa Bwana tukamwabudu Mungu kwa pamoja. Hapa saizi ni muda wa ibada. Unawabeba, unakuja nao, wanasikia ibada, wakisikia ibada waenda nyumbani. Kuna muda kuwa na msimamo. Na kuna muda adui anatumia hicho kigezo ili kukuzuia usiende, kwa sababu ameshajua kwenye njia yako umeshaanza kwenda. Anawaza nikuzuieje wewe? Nikutumie wageni. Jumatatu anaingia mgeni, Jumatano mgeni, Alhamisi mgeni, alafu Ijumaa anaondoka. Juma ngapi yupo? Juma ngapi anaondoka? Hata kushtuka mwanangu hakuna. Amen. Unatakiwa ushtuke. Hebu mwambie mwenzako shtuka. Mwambie mwenzako shtuka. Mtu hata ashtuki. Baba amenialika. Umekualika wapi? Baba amenialika kwenye harusi. Mimi ndo mpambaji mashuhuri, na hakuna anaweza kupamba zaidi yangu mimi. Amen. Unaenda kwenye sherehe, kumbe Mungu ndiye amekusudia upenye upite.
Kipindi ibada ya Jumatatu niliita watu, nikamwambia anayesikia anasumbua kifua njoo mbele. Wangapi mnakumbuka? Ile simulie kwa hapo. Nikamwambia unasikia kifua njoo mbele. Watu wakaja wakaombewa. Kuna mtu alikuwa nyumbani anasumbua kifua, yuko nyumbani kwake. Ila baada ya ibada nimemaliza, akanipigia simu kama saa 5 usiku hivi. Baba njoo niombe. Kifua yuko saa 5 hivi. Saa 4. Baba njoo niombe kifua kimenibana. Na ibadani hajaji. Ila Mungu alikuwa anafungua watu siku hiyo, siku vifua. Kifua kinambana. Ina maana siku hiyo angekuja Mungu alikuwa anamfungua. Si umeelewa? Na ndio maana ibada, nilikwambia ibada huaga hazikaririki. Unakuja kwa ajili ya kumtafuta Mungu, usidhanie kwamba ibada inakaririka. Ibada haikaririki. Ukija unashangaa Mungu amekufungua pasipo kutarajia. Amen. Unashangaa Mungu amekuponya miguu pasipo kutarajia. Unashangaa Mungu amekuponya, ameagiza, amefumbua macho yako rohoni pasipo kutarajia. Ndio maana Mungu haga haweki sheria. Baadaye baba niombe kifua kinanibana, kinaenda kufika pale, nikamwambia mama nenda. Wakaenda akina mama, wakafika pale wakasema alikuwa anakaribia kufa. Sijui naelewa. Ngoja nikwambie jambo moja. Hili jambo nataka ujisajili kichwani mwako. Hebu sema amen. Ulisajili wapi? Kichwani. Mungu akikupa baba wa kiroho, iko hivi, usizanie baba wa kiroho ni malaika. Hilo jambo lazima uliweke kichwani. Anaweza kukukera, na akikukera unataka kuja ibadani. Akikukera njoo ibadani. Tunachotafuta ni ule uungu uliopo ndani. Sio, umeelewa? Tunachotafuta ni nini? Ule uungu uliopo ndani. Na ndio maana kuna majira mengine mimi ukiuliza hivi ulifanya nini fulani, mimi sijui. Ni ule uungu uliopo ndani. Na kawaida ya mzazi lazima mkorofishane. Mzazi gani ambaye mkorofishani? Huyo atakuwa ni jini. Kuna muda lazima lakini anakuja na Biblia yake iko mbele pale. Ndivyo inavyotakiwa. Tunachoangalia ni ule uungu uliopo ndani, ndio wa muhimu sana. Kile ndio cha muhimu sana. Na ndio maana kila mtu aliyopo hapa lazima ujijue Mungu amenipanda mahali hapa. Siondoki hata iwaje. Amen. Siondoki mpaka hatima yangu niione. Unaweza kuwa umetoka kwenye vifungo. Iko hivi, ukasikia baba nilikuwa nakuja na kisukari kanisani, nimepona kisukari. Ishu ya kupona kisukari iko hivi, umepona nini kisukari? Sio kwamba eti unakuja ibadani. Mimi tayari nishapona kisukari, kwa hiyo sina mpango tena wa kuja ibadani. Nishapona, sasa hivi siwezi kuendelea. Nimeenda namba 4, nashangaa mtu mmoja ananiambia, kamchungaji kangu haka. Kaliniponyesha haka. Pona basi naacha kuja kanisani. Hapana. Usiache kuja kanisani. Endelea mbele. Na kuomba usichoke, hata kama watu wakukele, usichoke, endelea. Amen. Usiseme leo nimekasirika, leo siwezi kuomba. Umekasirika na nini? Ya kukela yapo, ya kuuzi yapo, ya kuongea yapo, ya kufanya kila kitu yapo. Mimi juzi nakutana na mtu jana. Nakutana na mtu ameniwekea mada mta. Kirundo cha watu kimekaa. Kinasema kanisa lile la Bwana. Lile ni kanisa la ufufuo. Lina watu zaidi ya 100. Watu zaidi. Unajua sisi tuko wengi. Wako kanisa 100. Wameshindwa kutundika msauzi pale. Anapiga hesabu, wameshindwa kutundika msauzi kabisa. Mwingine akatoa mada, tatizo mimi najua ni moja tu, kwa sababu mchungaji ni kijana. Kwa hiyo kama mchungaji ni kijana anafanya nini? Najua tatizo mchungaji pale ni kijana. Mambo ya ujana bado anayapenda. Kwa sababu just imagine, yani anatoa feedback, anatoa pale maelekezo kwa watu, mbele ya watu. Na ngoja nikupe feedback. Angalia kanisani, ni chungaji. Kanisani kwangu mimi tuko watu 6. Tuko watu wangapi? Wanaongea 6. Lakini 6 ibada moja tukifanya ya Jumapili tunapata matoleo karibia zaidi ya 10,000 na bado tunaendelea. Je, yule mwenye watu 200, nikwambie mimi sijapewa neema ya kufundisha matoleo. Sijui umeelewa? Nimesha kumlazimisha mtu kutoa? Hapana.
Sijawahi kulazimisha mtu kutoa, sijawahi kulazimisha mtu kufanya, kwa sababu hii neema nimefundishwa na baba yangu. Baba yangu ameniambia wakati ananituma, ananiambia hudumia watu sana, usipende fedha, na mwanamke utakayemwoa hakikisha mpenda Mungu peke yake. Hakuniambia awe na shepu. Awe anampenda nani? Mungu. Mwanamke utakayemwoa hakikisha anampenda Mungu, na tamaa ya fedha iondoe. Ondoa kila kitu, anza kazi ya Mungu. Mimi nimeanza kazi ya Mungu ndugu zangu, ninalala chini. Niko go down, nalala chini. Kazi ya Mungu nimeanza go down, mimi nalala chini. Sijawahi kuwatangazia nikasema watu wa Mungu, baba yenu nashinda kuachilia upako vizuri kwa sababu nalala chini. Nimesema hapana, nikaendelea vile vile kwa sababu ya lile neno ambalo Mungu amenisema kwa baba yangu, na mimi nikalishika. Nikaendelea vile vile. Sina chochote lakini nahubiria watu. Sina chochote lakini nawaombea watu. Sina chochote ila nawafungua watu. Sijawahi kutoa fedha kusema ili kukufungua leo toa sadaka. Sijawahi. Nimefundisha kuombea mwenye fedha na kuombea asiye na fedha. Kuombea mwenye chakula na asiyekuwa na chakula. Na akaniambia wekeza muda mwingi sana kwa ajili ya watu wasiokuwa na kitu, kwa sababu Mungu ameweka vitu ndani yao. Sijui unaelewa? Hiyo ndio pesa ambayo Mungu ameifanya kwa kama kanuni ndani yangu. Yaani tunaomba, unakuta mtu anasema kazi ningekuwa nimeshaenda. Tatizo ujana, nikwambia sio tatizo ujana. Tatizo ni Mungu anavyotaka nihudumie watu. Hilo ndio tatizo. Yaani Mungu hataki nifanye vingine, ila Mungu anasema bezi na watu. Mungu anasema saidia namba moja. Mungu anasema saidia hapa tena. Tembelea mtu mmoja, tembelea nyumbani kwake. Hiyo ndio kanuni ambayo Mungu amenipa. Si umeelewa? Na ndio maana ukikutana yeyote anarusha maneno hajui. Wewe unachotakiwa ni kusonga mbele. Maneno ya siku zile. Yeyote anayepiga kelele jengo ni adui, amekaa kwa ajili ya kukushia. Yeyote anayepiga kelele, ukisikia mtu acha, wewe endelea. Wageni wanaokuja kipindi cha ibada, waambie tu jamani, naenda ibadani. Naomba tuongozane pamoja ibadani. Karibu nyuani mwa Bwana. Usiseme shangazi shangazi yangu umekuja, basi twende ibadani. Unambeba wewe, shangazi umekuja na kuchinjia kuku, tunakaa hapa tunaanza kula. Mwambie mama naenda ibadani, naomba tuende ibadani pamoja. Mungu akubariki sana. Watu waelewe. Watu wametoka utumwani, ila ni Farao baadaye akasema no. Wachawi wako hivyo. Wachawi ukifanikiwa kutoka kwenye vibuyu vyao, usizania wanaweza kukuruhusu uendeke hivi. Ukisha toka wanaweza kusema sasa itabidi tuendelee kumfuatilia. Sio kwamba wanakuachia kwamba bana ameshaenda. Jamani, Farao likaanza kuwafuatilia mmoja, fuatilia kwenye njia. Angalia, baadaye Musa anakimbia, anamkimbia Farao, kufika mbele watu wanalalamika. Wanasema kwa nini? Baadaye Mungu akamwambia Musa, una nini mkononi mwako? Akasema ninayo fimbo. Akamwambia piga kwenye bahari. Bahari ikanyanyuka, wakapita watu. Walipopita, adui naye akawaza wamepita kwenye maji, na mimi wacha nipite kwenye maji. Ndio maana unaweza ukafunga tatu kavu, lakini ukifungua unakutana na adui. Piga kwenye tatu kule. Kwenye ndoto unashangaa unakimbizwa. Yaani umefunga tatu, unanena raba shanda kapa sondo kopo, unalala, unashangaa unakimbizwa. Haimaanishi bado umefungwa. Inabidi bado safari, adui Mungu anakukumbusha kwamba safari bado inaendelea. Safari bado inaendelea. Usizanie baba nimeshapiga hapa nimemaliza. Na ndio maana hatumalizaji. Tunapita mahali ambapo pana maji, tunapita. Adui akifuata maji yamdondokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Yaani nikipita kwenye muujiza, adui naye akisema ananifuata, ule muujiza wangu kwenye njia yangu itaziba ili yatumbukie. Amen. Usisikane tamaa. Kwenye duka umekaa kwenye duka lako, umepiga wateja wamefurika. Wala wafanya biashara, nazungumza na wafanya biashara. Ila amenti, pokea kauze. Itafanya kazi kwa muda. Ila watakapokuja kukuvamia tena unayo nguvu. Hicho ndio cha muhimu. Ndio maana tunakuja Jumatatu,
tunakuja Jumatano. Ina maana Jumatatu tunajichaji, Jumanne tunaendelea kazini kwetu. Hii Jumatano tunajichaji, Alhamisi tena kazini. Ijumaa tena tunajichaji, tunajichaji na usiku tena. Na ndio maana mambo yetu hatujawahi kupungukiwa hapa. Sina mshirika, na ndio maana ukitaka mtu akikwambia hivi, wale kanisa wananyonya sana, mwambie hivi, atuoneshe hata mmoja ambaye ameshawahi kuja kanisani akavilisika. Nani? Aliyekuja akauza nyumba? Nani? Aliyekuja akauza kiwanja? Nani? Aliyekuja akaweka nyumba yake bondi? Nani? Ina maana niwaambie jambo moja, kuna mahali tunaelekea. Na ndio maana leo nataka nikutoe mahali hapo, twende mahali ambapo Bwana ametaka. Hebu sema kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kuanzia leo hii ninaenda mahali ambapo Bwana amekusudia kwa jina la Yesu. Na achilia moto na wapiga adui yeyote aliyesimama mbele yangu, adui wa kimapato, teketea. Hebu sema teketea. Hebu sema yeyote yule anayenizuia kuanzia sasa hivi ninazungumza naye, awe ni mwanamke awe ni mwanaume, anayenizuia leo naachia moto, ateketee. Yeyote yule, hata kama hujaokoka, ukisema tu haya maneno, shetani unampanga mahali pake. Yaani haya maneno ukiyasema tu, shetani anajua huyu jamaa ameshajua. Na ndio Biblia inasema watu wangu wao wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ukisema tu haya maneno, shetani anajua hapa sistahiki kukaa, natakiwa kuondoka. Amen. Hebu sema amen. Wakatoka wanaenda kwenye nchi ambayo Mungu amewakusudia. Watu wakaanza manunguniko. Manunguniko ni mabaya wakati unaenda kwenye hatima. Amen. Usianze baba, yani mimi na shida sana, mimi ndo siponaji. Ukishasema hivyo, sahau kupona. Manunguniko hayatakiwi. Kanisa lenye manunguniko haliwezi kufika mahali ambapo Mungu amekusudia. Manunguniko. Na ndio maana ukitaka ufanikiwe, usikae na mtu mwenye manunguniko. Sijui umeelewa? Usikae na mtu mwenye manunguniko. Mimi nanungunika kanisani. Ile beji ile mimi walinichaji hela, walinikaba. Kila ikitoka tu wamenikaba mimi peke yangu. Kila ikitoka amenikaba. Kila ikitoka amenikaba. Mimi na manunguniko sana. Mume wangu mimi mkali sana. Usio na manunguniko. Chochote kile unachokitaka kina vita. Ukianza kunungunika ni dalili mojawapo ya kwamba umeshindwa vita. Hakuna definition nyingine zaidi ya hapo. Yeyote yule anayenungunika, ukisikia mimi siponagi, umeshindwa vita. Umeshindwa kabisa. Usiseme mimi baba, yani mimi baba, huwezi kujua mambo ninapitia, baba napitia tabu, unaelia. Na ndio maana mimi nikienda kusikiliza kesi, yule anaelia anajua ndio mnafiki. Simsikiliza yule anaelia. Baba kanisema baba. Najua huyu ndio mnafiki. Ndio maana nikienda kusuluhisha ndoa mimi, nikifika nikana mwanamke au mwanaume ndio unaanza najua tu huyu ndio matatizo. Kwa sababu hakunaga kigezo kingine cha kujificha mtu ambaye amekosea zaidi ya kulia. Lazima alie. Uongo jamani? Ndio kushtaki machozi. Ndio mnasolve hapo. Alafu baadaye nikienda kusikiliza kesi, nasikiliza, nataka wote wanakuwa comfortable. Na kesi waga sisikilizi za upande mmoja. Ukitaka usikilize kesi upande mmoja, basi umepotea. Unajua kila mtu ni mwema. Jaribu. Siku moja nasuluhisha kesi ya mama mmoja, nikasikiliza upande wa baba peke yake. Mpaka nikaanza kumwangalia yule mwanangu. Hivi mwanangu yuko na tabia hii? Nikasema basi mmoja nije niongee naye. Kwenda kumsikiliza mwanamke na yeye naye ana mambo yake mengine. Baadaye nikaanza kuona mbona mtu kama bwana ni mbaya. Mbona ndo mbaya na makofi. Nikaenda nikamwambia mwanaume, nikamwambia njoni pamoja tukutane. Kufika pale wanaoneana aibu. Mimi nilisema tu unakuwa wanaanza kugombania hakipo. Haya, shikaneni mikono, pataneni. Na ndio maana hata kanisani ukisikiliza kesi ya upande mmoja, Mungu wangu wewe, usisolve hiyo kesi. Kayasikilize mabaya ya Modesta.
Mwambie Happy ndio amegombana na Happy hapo. Happy ndio aanze kuyasema, baba Modesta, angalia tulinunua wigi pamoja. Wigi akaliiba lote. Akaliweka mwenyewe kichwani. Baba lote ameiweka mwenyewe. Mimi ameniachia mauzizi tu anatengeneza mba. Baba wewe ni mbaya sana. Baba huwezi jua ni mbaya sana yule dada. Yaani baba angalia, nilimpa nguo yangu ashone, akashona vibaya. Aliposhona vibaya upande mmoja, mpasua akanirudishia. Nikamwambia shona, akabana, nikashindwa kutembea. Baba ni mbaya sana yule dada. Yule dada. Nenda kwa Mode tena mwambie Mode nataka yuko peke yake. Mode naye atakwambia baba huwezi jua mimi angalia Shelani ilikuwa ni ya kwangu yeye mwenyewe akataka nipelekeshe nikamwambia wewe mimi siwezi baadaye nikampima mpasuo ule mpasuo baba ulikuwa ni sawa inasema tu asila zake baba bado na hivi leo ni hazimtoshi ile ya kutanusha ni dakika mbili badala anasema baba unajua bwana tulikuwa tumegombana tu tulikuwa tumekitishana sisi na maana usisikilize upande mmoja nikushauri mama unayesovu ndoa za watu wanao akija nyumbani fukuza mwambie anakuja huko tukutane na mume wako yani fukuza usisikilize upande mmoja akija upande mmoja ni mama hivi yana eti kienda huko sio mwema wewe mama yana ukija kujibu utaenda mimi ndo mkosi utaenda hapana eti ndio unaona ndio kunilia ni mama hiyo wakutanisha uone watanyamaza wote watapatana nashikana mikono usisolve kesi upande mmoja mama uliopo hapa naongea na wewe na kuonya tena ni kinywa cha Bwana kinazungumza ya familia ya ndoa usisolve kwa mtu wakusanye wote kwa pamoja na hii ndio hekima ya kimungu kwa jina la Yesu wakusanye kwa pamoja umuulize mwanaume kwa nini umeongoza mtu wa pili atakwambia bwana mama mtoto wako alikuwa nikimwambia geuka huku anajifunika shingo anajipitisha hivi sasa baba mimi angalia kuna mtu mmoja ndio Samueli akaambia nenda kampake mafuta akampake mafuta Daudi alipofika anamimina mafuta ya ragama akasema bwana namsubiri huyo mtu mpaka aje yani mkamuita aliyo machumbani mpaka afike na sisi ndivyo tunavyotakiwa usihukumu usije ukahukumiwa waite kwa pamoja ndipo wewe hukumu kwa sababu ukihukumu pande moja baadaye ukija kwa spika wote utajiona umeongoa punga wakati wewe ni mtu mzima wakusanye kwa pamoja ongea nao kwa pamoja cheka nao kwa pamoja wapatanishe haleluya na hiyo ndio hebu sema hiyo ni sheria kuanzia leo hiyo sheria ya ufufuo na uzima uloa kesi ni marufuku kusolve pande moja amen wewe kwa nini mfanya kazi umemrudisha nyumbani baba mume wangu hataki kunywa chai yangu usiseme kwa nini usizungumze hivyo mulite mtu mwambie baba kwa nini hutaki kutumia chai ya mke wako na yeye akiwepo kwa sababu akikwambia tu hivyo unaweza kusema labda tu ameshapata awala mwingine muite pale kaa naye baba aanze kuelezea jamani mama mimi sipendi chai ya mke wangu kwa sababu chai zote nilizokuwa napikia nyumbani nilikuwa napikia na mfanyakazi unajua chai ni mapishi tofauti chai ni ile ile yaani ukichukua maji ya chai ukayaweka ukachukua majani akachukua Sabrina akaweka majani akaweka mchai tukamweka tena Maria naye akaweka mchai chai inatoka ya aina mbili sasa wewe kila kitu ulikuwa unamwachia mfanyakazi anapika baba ameshazoea chai ya mfanyakazi sawa mtajifikiria waite pamoja na wale wa mama ambao mmezoea kwanza ni marufuku mwanaume mume wako akahudumiwa na mfanyakazi marufuku mume wako akahudumiwa chakula akapikiwa chakula na mtu ambaye sio mke wake marufuku mapishi jamani ni tofauti mwanaume atabadilika sisi wanaume ndio mnajua mimi chakula cha mama ni kila kitu najua hiki chenyewe haruki najua hiki haruki unakula yaona wewe chakula cha mtoto unakijua sivyo hata kama kurudi nyumbani aujue aliyepika ukifika tu kikatu tayari siku moja Yohana nani mtoto huyu Yohana siku moja anaanza kesi mjadala nyumbani
akigusa chakula Yohana anajua hiki chakula kimepikwa na nani. Amundangani. Na leo anapika fulani, sawa. Jaribu jichanganye pika. Yohana ana macho, akigusa tu. Nani huyo? Nani? Chakula anataka leo apike fulani. Kila mtu yuko hivyo. Hata Andrew mke wake, chakula kikipikwa na siku anajua, hujui. Najua kikipikwa na fulani anajua. Mwanamke ni marufuku kumpa mtu mwingine apike chakula tofauti, labda ukiwa unaumwa. Umeelewa? Amen. Wale mlio kwenye ndoa, amen. Napika. Hawapo. Wapo wengi sana. Usiruhusu kabisa. Waite wote, solve ndoa yao kwa pamoja. Hapa ndiyo mapenzi ya Mungu. Hebu sema kwa jina la Yesu, kuanzia leo hii ninatoka kwenye kifungo kizito kwa jina la Yesu. Naomba tuandike kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 12. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 na mstari wa 12. Kitabu cha Kutoka 12 na mstari wa 12. Biblia takatifu inasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huu, nami mimi ndimi Bwana, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu lisiwapate pigo lolote likawaharibu. Hebu sema amen. Mungu anatoa maelekezo, anasema sasa nitatembea usiku. Hebu sema usiku. Anatembea muda gani jamani? Usiku. Nitatembea usiku, nitapiga kwa mapigo mimi. Yaani Mungu anasema nitapiga kwa mapigo watu wa kwanza na kwenye miungu. Ndio maana tunasemaga Bwana ni Bwana wa mabwana. Kuna vibwana kidogo, kuna Bwana wao. Amen. Akasema nitapiga kwa mapigo, na nikishapiga kwa mapigo wote mtatoka. Leo nataka tuende tukafanye maombi kwa ajili ya kupiga pigo moja ambalo tutapiga kwa adui na utatoka utumwani. Amen. Na pigo moja wapo tu, usiseme hivi, Baba katika jina la Yesu naachilia damu ya Yesu, na agiza mniachie. Watakuachia ila bado watakufuata. Wanaweza akasema tumekubali utoke, ila baadaye tena wanakufunga. Ishi tu ni kuwapiga kwa pigo ambalo litaleta madhara hata kwenye familia zao. Kuna watu wengine wanazanyaga, nikwambie usidanganyike hivi. Biblia watu wanasema hivi, ukipigwa shavu hili, geuza na huko, alafu tukushughulikie na lenyewe. Hivi shetani akakupiga shavu alafu ukageuza tena, shetani nipige tena, ataondoka na meno, ataondoka na sebule hiyo, utabaki una meno. Biblia inasema heri kutoa, na mimi naloandika usizanie sina, kuliko kupokea. Kwa hiyo kupokea sitaki, kutoa nataka. Ukilogwa, Biblia inasema wakuzanyana, ila wanapokuzanyana wanatakiwa wapigwe wote watoweke na watawanyike kwa njia 7. Kumbe jukumu la kuwapiga uko nalo wewe, jukumu la kushughulika nao uko nalo wewe, sio mtu mwingine, ila uko nalo wewe unayenisikiliza. Jukumu la kuwaondoa, waache wakuzanyane, ila baadaye utawapiga watoweke. Lakini kitu kingine, Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kuna mtu unaweza kuwa unatembea hapa, naomba nisikilize, unaweza kuwa unatembea hapa ila umeandikiwa mauti umalizi mwaka. Kuna mtu kwa hapa unatembea wamekuandikia umalizi mwaka, magonjwa ulionayo ni mengi. Sasa hivi unasikia sisi mishipa, sasa hivi unasikia sisi damu unaishiwa maji, unaishiwa damu. Hivi unajua hata kuishiwa damu ni dalili moja wapo. Siku moja tupo tunafanya mkesha, watu wa Goreo nakumbuka, tunaita piga mle ndani, piga. Kakalipuka katoto kamoja kule pembeni mtaani, wakakaleta juu hewani. Jamani, hilo kanza la gwaji, chukueni mzigoni huu. Tukasema leteni. Tukaanza kazi. Piga, piga,
tukamfungua yule binti. Wakati tunamfungua nikamuuliza kutokea wapi? Sisi tumetumwa kwa yule mama kwa ajili ya kunyonya damu. Yaani mapepo yanaweza kutumwa yakawa yananyonya damu ndani. Ndio ile leo damu haipo, kesho mbika. Kuongeza damu, kuongeza damu. Kuongeza damu, kuongeza damu. Kuongeza damu, kuongeza damu. Unaweza kutumia pepo la hivyo. Maji, kila siku unaishiwa maji. Na maji unakunywa ila maji huna. Na unasema bwana nene hili ni jambo la kawaida. Mwana wa Mungu, leo mimi naweka sheria hapa. Mwaka huu hautaongezewa damu, hautaongezewa maji kwa jina la Yesu. Yatajitosheleza yenyewe. Amen. Hapa mwanangu ninapozungumza hapa, mbika labda unaenda kujifungua tu leo. Na mimi nitakusindikiza, labda unaenda kujifungua tu. Mbika eti mshirika wetu umelazwa hivi. Hey, hicho kitu hakipo. Tulishakataa. Amen. Mwingine anawaza baba hii inawezekanaje? Ngoja nikwambie. Kuna mwingine ni mgeni. Labda unawaza hiki kitu kinachoendelea ni cha kweli au sio kweli? Ni kweli. Nikwambie kwenye ulimwengu wa roho usipotawala kuna watu wanakutawala. Ulimwengu wa roho. Kwenye biashara, kwenye mtumba usipotawala wanatawala. Siku moja anaenda kuuza nguo, tunaongea naye. Waga anapendaga kuongea naye sana. Anaenda kuuza nguo. Sasa kwenye biashara yake anapoenda kuuza, mtoi shuhuda Andrew sijisikie vibaya. Anaenda kuuza biashara yake wakafungua watu hivi. Wakafungua jirani yake. Wakafungua wengi. Tukashangaa nguo zimefula. Alafu Andrew kaenda akaenda Masungwe akazifuata. Alafu amefika pale, kufika pale sisi tukapa na migogoro vita. Akahamia sehemu nyingine, nikamuuliza, "Mwanangu, utauza?" Akasema, "Baba, nitauza." "Utauzaje?" "Sio dawa. Nitavuta kwa nguvu ya Mungu nilionayo." Amen. Kila wiki anapata mzigo. Wengine wamepaki tu. Kila wiki anapata mzigo. Wengine wamepaki tu. Nikwambie iwe na wewe kwako kwa jina la Yesu. Wewe ufuate zaidi, wengine wakusubiri mpaka wewe uife kwa jina la Yesu. Haleluya. Kila wiki anafuata analudi. Ndio Mungu tunayemtumikia. Usiogope, Mungu usiogope. Unafungua mpesa pale, mpesa pembeni. Uko pale, unanena kwa lugha pale, unaachia moto pale. Usiogope chochote kile. Baba mimi nauza nyanya. Tembea hata ukiwa na watu 6 wanauza nyanya, ila za kwako wewe uko hapa utauza kwa jina la Yesu. Uko hapa utauza. Tembea na mchicha, wote ni mchicha, lakini mchicha wako utakuwa na hali ya tofauti. Unashangaa kuna mtu anapenda mchicha wako. Unashangaa kuna mtu anasema nipe mchicha laini. Ni kwa sababu ile nguvu ambayo ipo ndani yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Na ndio maana watu wengine ndio nawaambia wanangu, sisi tuna neema. Hebu sema amen. Tuna neema. Kuna mtu anataka kujiulize, hoteli ziko nyingi. Kila Mungu anakupa tenda ushike wewe. Mungu amekuheshimisha. Kwamba hoteli ni kubwa, wafanyakazi ni wengi, ila Mungu amekupa tenda ushike wewe. Haya, washona nguo ni wengi senta, Mungu anakupa tenda, umejibanza kwenye uchochoro. Hivyo unajua duka la model linaangalia na ng'ombe. Duka la model liko na ng'ombe, ulizao kumbona ng'ombe chochoroni. Ila sio kwamba hawaji, wanakuja. Wengine wamepaki senta, ila kipato wanachokipata ni tofauti na kile cha wana wa Mungu. Biblia inasema ametuumba ili tutawale. Tutawale nini? Tutawale maelezo ya rasilimali zote. Tutawale nini? Hata kwenye biashara. Pokea neema ya kutawala kwa jina la Yesu. Mungu aongeze mapato yako kwa jina la Yesu. Pokea ile neema. Haleluya. Haleluya. Unapotoka utumwani leo tunaenda kumiliki. Hebu sema namiliki. Hebu sema namiliki. Hebu sema hakuna yeyote atakayejizuia ni kumiliki kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Nena, achia ndimi hewani. Baba, mimi nataka kuchumbia. Lakini baba kwa kuchumbia kwangu wameshamchumbia. Wamemchumbia yule binti. Shindana mpaka upate. Pindua meza. Hebu washauri pindua meza. Atakayewahi. Baba, moyo wangu unaumia sana. Hakuna kuumia sana. Unao moto. Una moto kupindua meza.
omba, fanya mambo. Kila kitu tunapata kwa kushindana. Wewe unayetaka kupata pasipo kushindana unacheza. Unataka kujenga, umeshindana. Yes. Baba anataka kuchumbia, umeshindana. Umemwekea utisho wa moto. Baba akisimamishwa na magari aone kama bajaji. Reba kapasha tata. Reba kapasha nyarabarabando. Wakimwona tu wamuogope. Shanga kapasa tata. Umeshindana. Mume wako anatoka unamuombea. Baba namuombea. Ana kama ni mzamisi. Baba namuombea mzamisi. Anapotoka baraka ya Mungu iwe juu yake. Nafunga na shambulizi. Wewe kaete, siwezi kuomba kwa sababu ni jeshi la Bwana. Wanabadilikaga. After all nikwambia mimi nimeona kanisani. Uchumba, watu wanatangaza uchumba afu ndoa sio wao. Mimi nimeshuhudia makanisa makubwa. Mtu anachumba afu unasema jamani mimi nachumbiwa, wanyoshe watu. Eti naona kaete nanyosha. Unaponyosha hakikisha umejiandaa kupigana vita. Sio bana? Eti jamani mimi mama huyu nimemchumbia. Tukasema baba katika jina, nikamwambia mama unamwamini Mungu? Unamwamini, tuanze kazi ya Mungu, tuombe. Nikaanza naye. Tukaanza baba katika jina la Yesu kwenye uchumba pale. Siku ya kwanza tukasema haipiti miezi hiyo mitatu ndoa tunafunga. Sawa. Tukaenda kupima HIV. Tukafika tukapima. Tumepima kipimo cha damu tayari. Tukapima pa tukapewa majibu. Tukaambiwa sawa. Mchungaji akatuondoa pale akatuambia sasa mnatakiwa sasa muendelee na process zingine. Muai kwa sababu ya mambo yana vita sana. Tukaambiwa sawa. Ukapita mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6. Kila nikititimka najipanga, unashangaa vimepanga languka. Najipanga vile panga languka. Ikafika mwezi wa 4, niko kwenye process za uchumba. Mimi mama sijamgusa tangia nipo kwenye uchumba. Sio, unaelewa? Kuna wengine wanasema kama hayawezekanaje, yanawezekana. Nikaendelea. Mwezi wa kwanza, mwezi wa 4 ule sasa ndio nikawaza jamani, hapa sasa nataka nichumbie kabisa, nifunge ndoa. Baadaye ndio kuchumbia, baba ananiambia subiri miezi 2. Nikajiza baba miezi 2 na subiri miezi 2. Vikapangaranguka tena. Mwezi wa 5 tukaanza mikutano. Wa 4 tumeanza mikutano wa 4. Wa 4, wa 5, wa 6 ndio nikaja huko. Nimetumwa wa 6. Nikaanza tena process. Nilikuwa na vitu ndani nikampa mama, nikamwambia tukampe dada fulani tukaenda kumpa kama sadaka. Vitu vya ndani nikamwambia vile vitu vya kama chukua nipeleke sadaka. Vikachukua vikapelekwa kama sadaka sehemu. Vimepelekwa kama sadaka. Mwezi wa 8 tena vikapangalanguka. Wa 9 uchumba umechukua miaka 2. Nikwambie pasipokuwa pana maombi huwezi kushinda chochote kile. Na kingine wakati nachumbia nilizipa masikio yote. Sikutaka kusikia tukupe sifa za makabila. Naambia tukupe sifa za makabila. Wewe fanya wasikiza sifa. Kwa sababu kila kitu unataka kwa mzalamo unamjua wewe, maneno mengi. Kila kabila lina ubaya. Si ndio hivyo? Kila kabila lina ubaya, lina sifa zake ambazo watu wamezifanya liwe hivyo. Kabila hilo. Nimefunga masikio, na ndio maana ukizamilia kwenda mbele, umechumbia wakakwambia angalia mke wako anapotembea miguu imekaa hivi, ukaja ukaigundua. Usiseme nimedai nakata rufaa. Hakuna kukata rufaa, ukizamilia nenda. Si umeelewa? Ukizamilia fanya nini mwanangu? Nenda. Kaa ndani mfundishe. Wewe fanya mazoezi.
Baba Amina hawezi kutembea kwenye viatu vile vya skonkido. Hawezi. Haina vitu nini? Vichochomio. Mfundishe kama ndani anadondoka, unamwambia baba inuka tena, sio kamaibisha. Anadondoka inuka tena jamani. Wewe mbele. Hivi viskonkido ndio naomba hivi viskonkido vichochomio hivi. Hivi jamani, lakini pendezeshe hivyo. Ukidhania jambo usibadilishe, songa nalo mbele kwa jina la Yesu. Haleluya. Usiseme baba mimi nishe njiani kwa sababu nimegundua. Ukigundua rekebisha ndani kule. Baba nimegundua haogi, muogeshe mwenyewe. Ndio Mungu amekupa. Mwambie mama twende tuoge ndani na unamuogesha. Unamwambia baba hadi kupika. Mfundishe kupika. Unajua kuna watu wanajua kupika. Fundisha kupika. Kalangiza hapo kwa sababu za kwake hazimtoshi na za kwako zitakuwa hazikutoshi. Mkizichanganya zinatosha kabisa. Yaani zinatosha. Yote hiyo jambo lazima tukubaliane wanangu. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Ukizamilia konda usirudi nyuma. Ukizamilia kufanikiwa usiangalie watu wanasema nini. Ukiamua kulima nyanya, hasara za nyanya ni nyingi. Mbona watu wana definition ukitaka kulima nyanya ni kushauri ukitaka kufeli. Mfuate mama wa moto muulize. Mwambie mama wa moto nipe hasara za nyanya, atakupa. Atakwambia nyanya ukizipanda kuna muda zinababuka. Ni mbaya sana, hazijulikani ugonjwa wake kwa sababu yeye alilima zikababuka. Nenda kwa mama Mesa ndio kabisa atakwambia nyanya, huyu atakwambia nyanya zikifika sentence zikiota maua zinababuka. Ndio ufahamu wake. Nenda kwa mama Mesa atakwambia zinakuwa nyingi, zinakuwa pana. Ila sasa zikiiva zinaoza zote. Ila ukitaka nenda kamulize mode atakwambia nyanya unaweza kulima na ukafanikiwa. Kwa sababu mimi nimeshawahi kulima. Nikwambia kila kitu kina hasara zake na faida zake. Ni sawa sawa na mimi niulize, hivi vitunguu vina faida au havina faida? Nitakwambia haviwataji, kumbe vinawataga. Ila kamuliza mama mmoja anakwambia, "Vitunguu, habari ya mjini, unalima, una majina kidogo." Kila kitu kina hasara zake. Ndoa ina hasara zake. Usijifunze kwa walioshindwa, jifunze kwa waliofanikiwa. Amen. Usiangalie bana, mimi siponi. Hata waliopona, mwambie ulikujaje? Ulikaje kanisani? Labda ulikaa kiti cha mbele kina upako. Unamvua anakuelekeza kiti gani? Kwa sababu ili tutoke kwenye vifungo, jifunze kwa walioshinda. Ili utoke utumwani, angalia waliotoka utumwani. Wametoka kweli? Wameenda kweli? Mimi naenda kipindi naokoka, nilikuwa na vijana wa kanisani Walawi. Wako kama 6. Mmoja ana duka la simu, mwingine ana duka la vyombo. Mwenye duka la simu akaongeza maduka ya simu hayo 3. Hivi unajua simu kuzijaza kwenye duka, simu moja inagharimu kama 300,000, 200,000. 300,000, 200,000. Alafu Mlawi anaishi kanisani. Anafagiaga tu kanisani. Anafagia kanisani. Ana duka la simu. Nilipomuona na mimi nasema nita Mlawi. Na mimi kaa kanisani, sasa nifanya hivi. Kaa kanisani pale na chimba mashimo. Ndio shahidi. Niko na kanisani nimekuja narudi nyumbani. Ninakaa kanisani lakini asilimia nyingi maisha yangu kwa kanisani. Siku moja tunachimba shimo la takataka. Tuko nje tunachimba shimo la kanisani. Chizi akaja. Yule kumbe sio chizi bwana. Lakini ni kama chizi amefika. Bwana mdogo. Si mimi niko chini kwenye shimo. Bwana mdogo. Sasa vipi? Nikamwangalia, safi. Nipe dili sasa. Nikacheka wala dili. Nikamwambia anafanya ya kanisa. Akaanza kunicheka. Ananichekea niko kwenye shimo. Na mimi namchekea. Tunachekeana, unachekeana. Kwa sababu yeye anacheka anafanya kazi ya kanisa na mimi namcheka kwa sababu ananicheka.
acheka. Baadaye jamaa mara akakaa. Akanambia kuna chakula lakini nikamwambia chakula hamna hapa. Yaani hapa ni kufanya kazi tu. Akaenda akatafuta chakula huko akarudi, nipo kwenye shimo. Tumechimba ile shimo la jioni, tumeweka mambo yetu sawa, tuko pale. Lakini kuna kijana mwingine tulikuwa tunafanya naye kazi pale kanisani, alikuwa anafanya kazi kwa uaminifu. Sasa hivi anafanya kazi kwenye mgodi wa Buzwagi. Amefagia kanisani, nguo ni moja. Yaani nguo sisi zilikuwa kanisani iko hivi. Kwenye kupasi mpo kule kwa Walawi, kanisani mnapasi nguo. Mnategeana. Atakayeacha imevaliwa. Yaani anapasi. Amemaliza anaiangalia, anatundika. Akitundika akienda kuoga tu, basi umeshachukua, umetinga, umechomekea, unaongoza maombi mbele. Anakuwa anajiuliza, jamani, akanipata kwa kuchukua nguo mbele. Raba kapasha ndala baba, unaongea tu amekasirika nyuma, unajiuliza tayari nimeshampasua, na unakaa mbele kwa mgongo na itikia hawezi kupata. Lakini wale wote ambao walikuwa waaminifu wote, mwingine Buzwagi, mwingine yuko sehemu yake, mwingine yuko Tabora na duka la nguo, hakuna mtu aliyemtumikia Mungu akamwacha kumheshimisha. Mungu huwa anawaheshimisha. Usihukumu jinsi ulivyo leo, na mimi sikuhukumu jinsi ulivyo leo. Mimi najua hata hapa tunapita tu. Hivi najua hapa tunapita tu. Hivi tulivyo unaona jengo liko hivi tunapita. Hata wewe ulipo kuna sehemu unapita tu. Unapita tu, Mungu kuna kajambo amekaandaa mbele pale, na hako kajambo ni kabaraka. Ameandaa ndoa yako mahali. Na ndio maana usiwahi kuolewa. Baba mimi sina, acha nieleze yoyote. Hakuna yoyote. Basi mimi nakuombea leo, kama ni yoyote atoke kwa Bwana peke yake kwa jina la Yesu. Kwa sababu baba nipe yoyote. Nipe tu hata kama mzee, nipe. Si. Kijana, mzee, kwa nini? Akifa. Mnataka afe. Hebu yana niulizie kwa nyuma. Mzee, sema mzee. Kaka uwe wazee watu. Nachotaka mimi atoke kwa Bwana. Usikurupuke, usivute pumzi. Hapa nimechelewa. Kwa Bwana hakunaga kuchelewa. Wewe uko ndo kwa Bwana. Hakunaga kufanya nini? Kuchelewa, na hakunaga anayewahi kuzeeka. Kila mtu ni kijana hapa. Mungu atakushushia saizi yako, majira yako, Mungu anayotaka atakubariki yeye apendavyo. Amen. Usiangalie baba mimi haiwezekani. Inawezekana wewe ukawa mtu mkubwa. Inawezekana wewe ukawa na ndoa. Inawezekana. Uwaga mimi nazungumza jambo moja. Naomba nikupe sentensi ya mwisho tena kisha baadaye tuende tuombe. Kuna nguo zinaitwa nguo za special. Hebu sema amen. Special. Wangapi mnasikia special? Special zinanunuliwa. Kwa wingi au sio kwa wingi? Kwa wingi. Mtazishinda mtumba nyie. Mtumba unanunuliwa. Kwa wingi au kwa uchache? Mtumba ndo kwa wingi sana. Binti yangu usijizalau kutokana na ulivyo. Hata kama ni mtumba, kuna mtu anayetafuta mtumba. Wewe jifanye unielewe. Wewe jifanye unielewe. Mtumba kuna watu wanautafuta 500. Kwani wanaenda namna gani watu wanatafuta nini? Si mtumba. Ukipita mtumba 500. Kuna mtu anatafuta. Mode wangu. Kweli. Kuna special inatafuta na mtumba inatafuta. Zote. Amina. Ngoja tuendelee nisije nikalaaniwa bure. Unaambia baba kutoka njia na hatima. Twende tuviombee. Haya twende tuviombee. Ngoja niache mzee mkaniponda na mawe bure. Kushangaa baba sasa itabidi tukusubirie njiani. Nimeshaamua kunyamaza.
Naomba tufanye jambo moja, hebu sema amen. Nataka sasa tuombe. Tunaenda kuombea vitu vitatu. Kutoka kwenye nini jamani? Utumwa, na tunaombea njia ambayo tunapita, lakini tutaanza kwanza kwa kutoka utumwani. Amen. Nitaombea kutoka utumwani, afu baadaye nitaingia kufungua mtu mmoja mmoja. Tutafungua mtu, tutafungua unayeumwa. Sasa muda wa kufunguliwa huu. Amen. Muda wa kufunguliwa. Unafunguliwa, baadaye tutakuombea njia yako inyoke, Mungu alikoikusudia uweze kwenda kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Naomba tusimame juu sasa. Naomba wana Wasafi tupatie wimbo mmoja. Yesu unipendaye. Tenzi, Yesu unipendaye. Yesu unipendaye. Reba shindiri kapaya pasoto tushatata. Yesu nipendaye. Kwa naomba tupatie tenzi, Yesu nipendaye. Wana Wasafi msahau mic tena. Yesu nipendaye. Sijajua. Yesu nipendaye. Kwako nakimbilia. Niweze mtoshaye. Mungu akinijia. Karibu tuabudu Mungu kwa pamoja. Wewe ambao unatusikiliza katika mitandao ya kijamii, Mungu awe pamoja na wewe. Tunaomba ungamana na sisi. Ni majira ambayo tunaenda kuanza maombi yetu. Mshe mbinguni okoe moyo wangu. Ngome nyingine sina, nategemea kwako. Napata kwako. Naomba tupatie wimbo mwingine, jina lake Yesu tamu. Tuimbe wimbo huu wa mwisho. Naomba tuimbe kwa kumaanisha kutokea ndani. Jina lake Yesu tamu. Tenzi namba 5. Jina lake Yesu tamu. Jina lake Yesu tamu, tukilisikia hutupoza tena hamu, hutuondolea
kuridhika chako wanjani pia raha tukichoka raha tukichoka raha tukichoka raha tukichoka raha tukichoka jina hili ni msingi wao ngome mwana kwani zinapata wingi wangu ni akiba kwangu ni akiba kwangu ni akiba kwangu ni akiba kwangu ni akiba Yesu mchunga rafiki mwalimu kuhani mwanzo mwisho njia haki uzima kifoni uzima kifoni uzima kifoni moyo wangu hauwezi kukusifu kweli ila sifa zangu hizi Bwana sikubali Bwana sikubali Bwana sikubali Bwana sikubali Bwana sikubali nawe takaponiita kuja kwako Bwana huko kwako sitaacha kukusifu sana kukusifu sana kukusifu sana kukusifu sana kukusifu sana. Hebu sema haya maneno, sema kwa jina la Yesu kuanzia sasa hivi
ninasogea mbele zako. Bwana Yesu, ninaomba msamaha juu ya dhambi yoyote ambayo nimeshawahi kuitenda kwa kujua au kwa kutokujua. Ninaomba rehema zako, ninaomba msamaha wako. Hebu kila mtu kwa dakika chache omba msamaha mbele za Mungu kwa damu ya Yesu Kristo. Ninasogea Bwana mbele zako nikiomba Bwana msamaha, ninaomba utakaso, ninaomba uwe pamoja na sisi kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu yako iwe pamoja na sisi, uwezo wako uwe pamoja na sisi. Hebu omba msamaha kwa dakika chache mbele za Bwana. Hebu omba msamaha kwa dakika chache mbele za Bwana. Reba kapa shindele na reba kapa. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako Bwana, tunaomba utakaso jioni ya leo, tunaomba utakaso mbele zetu, tunaomba utakaso Bwana kwa maana nilikuwa watu wangu wale katika jina langu wakinekeza na kuomba na kwa shamba kapa. Unajisikia fanya mambo pamoja na sisi. Shamba kwa shinde ndio Mungu awe pamoja na wewe. Reba shinde zile barabara ndio. Akitumia mafuta wala chumvi, ila ni jina la Bwana tu pekee yake ambalo linaweza mambo yote. Hebu omba msamaha huko uliko. Omba msamaha huko uliko. Mwambie Mungu, omba msamaha juu ya dhambi yoyote ambayo nimeshawahi kuitenda kwa kujua ama kwa kutokujua. Mwambie Roho Mungu, mimi nimefanya dhambi za chini pako. Mungu awe pamoja na wewe unasikiliza na kuombea msamaha mbele za Mungu. Inawezekana kuna makosa, inawezekana kuna makosa ambayo umetenda. Roho Mungu awe pamoja na wewe. Mungu akusamehe, Mungu akuinue, Mungu awe pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Reba shinde kupasinde, reba kupasinde barabara. Barabara bende kupasinde barabara bende. Renda kupasinde barabara bende. Shinde shinde kupa sande kupasinde barabara bende kapa. Rekapasinde shinde barabara bende kapa. Yapasinde shinde barabara bende. Na basi laza kutoka utumwani. Hebu mtu basi laza kutoka utumwani kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Nina basi laza kutoka utumwani. Reba shinde kupasinde barabara bende. Mungu akasema nimesikia kilio cha watu wangu wana wa Israeli. Leo Bwana amesikia kilio chetu. Leo Bwana amesikia kilio chetu. Shande kupasinde barabara bende. Hebu wangu fanya mambo ya dakika chache. Hebu fanya mambo ya kutoka utumwani. Leo naachia moto na katakata kila aina ya vifungo na katakata kwa damu ya Bwana kondoo. Reba kapashinda barabara bende kapa. Ya pasinde shema barabara bende. Hebu achia moto. Hebu omba kwa damu ya Bwana kondoo. Hebu omba kwa jina la Yesu. Hebu omba kwa damu ya Bwana kondoo. Ipasoto shande kapasanda barabara bende. Hebu kataa kwa utumwani. Hebu kataa kwa utumwani. Kwenye ajira ambayo imekaa kama utumwa. Hebu kataa kwa jina la Yesu. Reba kapashinda barabara bende. Iche utumwani ambao umewekewa. Iche utumwani. Reba kapashinda barabara bende. Yale magonjwa yamekaa kama utumwa. Hebu fanye mambo ya dakika chache. Reba kapashinda barabara bende kapa. Aingize mzimu mbaya. Ikapashinda barabara bende kapa. Yapashinda kapa. Kaa umeleta utumwani kwa muda wa miaka ya kutosha. Leo natoka utumwani. Hebu sema wewe leo natoka utumwani. Hebu omba kwa dakika chache. Toka utumwani kwa damu ya Bwana kondoo. Hebu omba fanya chachama zaidi hapo. Omba zaidi hapo. Rema ndio yale magonjwa imetosha. Ile baraka imetosha. Yale makosa yametosha. Yale magonjwa yametosha. Ile mikosi imetosha. Leo natoka utumwani. Leo natoka utumwani. Hebu fanya mambo ya kutoka utumwani. Fanya mambo ya kutoka utumwani. Reba kapa shinde barabara. Imande kapa shinde barabara kapa. Ipa shinde kapa shinde barabara kapa. Imande kapa shinde barabara. Imande kapa shinde. Ipa kapa natoka utumwani. Natoka kondoo. Natoka kondoo. Yesu manda kapa. Kapa shinde barabara.
I use the city fire and shut up. I want to go water. I call it fire. The pattern no way is clear. We want to chill the water. We cover the water. We let people have to. We let people to run it. Then I discipline. I will have a decision. And I'm going payment. All in the freezer. All payment. All in the freezer. All payment. Now we got 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 payment. Then the body. Then the body. Then the body. But don't listen. And the Remember, Semandarabande, Ibarabarabarabande, Kapashan, the Barabande, Women the Kapashan, the Barabande, Women the Kapashan, the Barabande, Women the Kapashan, the Barabande, that's a motor, but that's a motor, but don't want to come, that's a motor, but don't want to come, that's a motor, but don't want to come, Rebabarabande Kapa, Rebabarabande Kapashan, the Barabande, Rekapashan, the Barabande, that's the Kapa, Yapashan, the Barabande. That's a motor, but don't want to come, that's a motor, but don't want to come, the Barabande Kapa, Hold up, that's a motor, but don't want to come, that's a motor, but don't want to come, Sunday Kapashan, the Barabande, Rekapashan, the Barabande, Yapashan, the Kapa, Rebabababande Kapa, Remanda Kapashan, the Barabande, Simanda,
kapa reba kapa shinde baba bando kapa katulia kwenye njia yangu na achia moto kwa na kama kajindo kwenye lengo la roho na kisha moto kwa kanya mwana kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kisha moto kwa kuteketeza reba kapa shamba barabara la kasinde kwa shamba barabara la kasinde kwa shamba barabara reba kapa shamba barabara reba kashinde barabara shemoka na shemoka kwa jina la Yesu shemoka release fire I release the consuming fire I release the consuming fire tear sema Mungu atumba acha kukua acha usa acha mata acha mwendo kwa jina la Yesu reba kapa shinde barabara reba kashinde songa mbele wewe ambaye unasikiliza Mungu akupe neema wewe ambaye unaweza Mungu akufungue wewe ambaye unasikiliza Mungu akupe neema I release consuming fire I release consuming fire I release consuming fire na moto kwa damu ya Yesu 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 I release fire I release fire I release fire na moto kwa damu ya Yesu natoka kwenye hatima 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 kila mmoja Mungu anakusudia hatima iliyoandaliwa kishetani adui aliyekaa kwenye njia ambaye amefuatilia leo atumbukie yeye kwenye maji kwa jina la Yesu. Hebu ndio mkono kwa juu shande kwa posendele Baba katika jina lipitalo majina yote. Ile mkono kwa juu. Ni sasa ya kuwekwa huru kutoka kwenye vifungo vya muda mrefu. Nenda tusogee hapa mbele kwa pamoja. Reba kapasho tutushendele baba rekapaso tutushimanda sabara baba kwa dakika chache. Ni saa ya Mungu kufungua. Kila mtu sogea mbele. Reba soto tushimandere wo shitu. Ina mikono yako juu. Sakopo shitu tekepa. Reba sondo shimanda kapa. Reba kapa shindele baba sabara baba ina mikono yako juu. Sogea mbele. Ulikaa kule nyuma sogea mbele. Wa viongozi pangeni watu. Shando kama unajua ni kiongozi weka mtu vizuri. Wengine wanakaa huko. Shandere bobo shatata reba kapa shandere babando ndio mkono wako juu. Baba katika jina lipitalo majina yote
Ninaomba kwa damu ya mwana kondoo, ninaombea mtu mmoja mmoja aliyepo mahali hapa, ninaachilia baraka, ninaagiza yeyote yule ambaye yupo katika vita, amehifadhiwa mahali katika utumwa. Leo ni siku ya kutoka kwenye utumwa. Kwa damu ya Yesu ninakamata kila washetani waliokuwekea magonjwa, ninakamata kila mapepo waliokuwekea magonjwa ili kukufanya ukae utumwani. Leo ninaachia moto, kwa damu ya Yesu wale wote waliokuweka utumwani, wote waliokuweka kwenye utumwa, ninaachilia moto leo na kutoa utumwani, na agiza kuanzia sasa hivi leo naagiza utoke utumwani, naagiza na wapiga wale waliokuwa kwenye utumwa wa madeni, na wapiga wale waliokuwa kwenye utumwa wa balaa, na wapiga na kuachie na kuwekea alama ya kuto kuchukuliwa tena, na wapiga wale waliokuwekea alama wamekuweka utumwani, na agiza kuanzia sasa hivi ninatetemesha katika ulimwengu wa roho magereza ya kichawi, ya kuachia inao toka utumwani, kimbia toka utumwani. Wamefunga miguu yako, miguu funguka sasa hivi, miguu funguka sasa hivi. Wamefunga, wamepeleka kwenye magereza, na wapiga kwa jina la Yesu, na achia moto kwa damu ya mwana kondoo, na wateka keketaa rakapashana rebarebabanokapa rekapashana rebabanokapa rekapashana rebabanokapa. Nasema wachie, nasema wachie, achia miguu yake, 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 achia miguu yake. Piga kwa jina la Yesu, piga kwa jina la Yesu. Reka papa achia miguu yake, achia miguu yake, damu ipita, achia miguu yake, damu itembee. Yale magonjwa uliyoweka, magonjwa ya damu, magonjwa ya moyo uliyoweka ndani ya hulala, na agiza mozi, nijua kwa tungumu shanda la kapaya baba yetete pashanda la kapa yetete pashanda la lipasomo ya mandasema na achia moto kwa jina la Yesu. Miguu yako upate nguvu, na achia nguvu kwenye miguu, na achia nguvu kwenye miguu, wewe chini weka kwenye miguu yake, na agiza achia miguu yake sasa hivi, achia miguu, nasema achia miguu, na achilia nguvu kwenye miguu, na achilia moto kwenye miguu, na achilia moto kwenye miguu, na achilia moto kwenye miguu. Ubaridi toweka, uzima uwe pamoja na wewe. Kila nguvu iliyokaa kwa mtu yeyote aliye mahali hapa, anayepata maumivu ya kichwa, anayeumwa chochote, na kamera leo utoke kwenye utumwa, ule utumwa ambao umewekwa, na wateka waliokaa ndani yako, wanaochochea ugonjwa, wamekuweka kwenye utumwa wa magonjwa, wapigwe toka. Reka pasonde shema de barabando shato toko poshende de barabando kapa yande reka pasonde de barabando kapa na shamoto moto ndani yake, magonjwa, uvimbe kwenye tumbo lake, maumivu ya tumbo, shika tumbo hili, maumivu ya tumbo, kansa, magonjwa yote, uvimbe uliagizwa na adui, na vuruga hili tumbo kuanzia sasa hivi. Saa ya kutoka utumwani imefika. Leo na kutoa kwenye utumwa uliokuwa umewekwa kwa muda mrefu, ule utumwa mashetani waliokuwa wamekuhifadhi kwa muda mrefu, na wapiga kwa chie,
Fungua tumbo lake na sasa hivi. Fungua ile tumbo. Yes. Mungu anamfungua sasa hivi. Ugonjwa huu umekuwa kama utumwa. Ugonjwa huu umekuwa kama utumwa. Utumwa. Leo nazungumza utumwa huu mwisho. Nazungumza utumwa huu ni mwisho. Utumwa huu ni mwisho. Fanya haraka, utumwa huu ni mwisho. Nazungumza na jini ambaye imekaa na utumwa kwa ajili ya kumfanya awe mtumwa. Ndio nazungumza na wewe. Kwenye tumbo lake utakiwa unazalisha gesi kwenye tumbo lake. Unazalisha maumivu kwenye tumbo lake. Unasababisha maumivu makali kwenye tumbo. Na kuona wewe unasababisha maumivu makali sana kwenye tumbo. Unajua mwisho wako umefika. Unajua mwisho wako leo ndio umefika. Unajua mwisho wako ndio umefika. Nako kwenye tumbo lake. Nako unajingia kaa. Nako fanya haraka. Fanya haraka. Kaka na shindana wewe. Raka pasha tatakapa. Raka kutaka pasha na wewe. Acha tumbo lake, acha tumbo lake, acha tumbo lake. Acha. Umeharibu maisha mpaka ya watoto wake. Reba shatatatata. Umelaani uzao wake. Umelaani kizazi chake. Umefunga mpaka uzao wake. Ukasema yule mtoto wa mwisho uliyempanga awe na agiza kwa upande wa Yesu. Yale mabaya uliyokusudia kwa watoto wake. Umeharibu ndoa kwa watoto wake. Yakapasha tatatata. Uwezi ukalaani na wewe ukabaki. Leo nataka nikuhukumu kifo. Kifo. Naagiza mauti zianze kutokea kwa kila aliyekufunga mwanangu. Kwa kila ambaye alikuwa amekufunga. Apigwe moto kwenye tumbo lake. Na yaisha uvimbe. Yayuka. 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 Yes. Yayuka. 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 Uvimbe yayuka. Potea bado. Fanya haraka. Kuna uvimbe hapa. Naona uvimbe. Yes. Yes kwenye tumbo lake. Yes kwenye tumbo lake. Yes lake. Tumbo lake linazalisha gesi mara nyingi sana. Na yote ni nyinyi mliokaa ndani yake. Mpaka kwenye kifua chake na achilia moto. Kwa damu ya mwana kondoo. Na wapiga kwa jina la Yesu. Na wapiga kwa damu ya Yesu. Shando kapa. Andrea piga kabisa hapo. Mfungue kabisa. Shando robo kapa. Mfungue kabisa. Mfungue na ende zake. Leo nimeambiwa wafungue waende zake. Wewe mwanangu nakuwekea alama. Nimeambiwa ufunguliwe uende kwenye biashara, kwenye ndoa. Aliyekaa ndani yako, uso wako akatia najisi na achilia moto. Kaka. Kwa nini unaweka unajisi juu yake? Shando kapa. Reka pasha takatata. Leo ni siku ya kutoka utumwa.
Nahamisha. Sasa hivi nakuhamisha wewe chini ya kanda yake. Moja na kumwaga na kutuma kwa aliyekutuma. Nataka afe. Natoa mpaka Jumapili. Mpaka Jumapili. Wewe kamuue. Wewe uliyekaa ndani yake. Na kuagiza toka bila ulizo, nenda kamuue. Nenda kamuue haraka. Muondolee pumzi haraka. Nenda kamuondolee pumzi haraka. Nenda kamuondolee pumzi haraka. Pumzi haraka. Magonjwa apate. Yule aliyeweka ndani yake imeandikwa, lolote asilipanda baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Ninaagiza kila pando lilopandwa ndani ya mwanangu leo na ling'oa. Noka kila pando. Wewe kwenye kifua, fanya haraka utoke. Fanya haraka wewe. Wewe usijitia na macho wewe. Mimi na macho. Nina macho. Usizanie unaongea na mtu ambaye hana macho. Nasema baba, mweke kuchoka. Yule aliyekutuma leo nimekuteka. Nimekuteka kabisa yani. Hapa huwezi kufanya chochote. Rejesha nyota yake. Nita mikono hiyo. Rejesha nyota. Nataka nyota. Rejesha mwenyewe. Nataka nyota. Mikono hiyo ifungua leo. Kila anachofanya hakipati. Mwalimu. Funga mikono yake. Kwa damu ya Yesu. Shatotoko shetete. Reba kapasa tatakapa. Shandoro baba kapasha ndani barabara. Ombe hapo baraka. Kabla haja. Shandoro baba ombe arudishe. Shatotoko shetete kepa. Shandoko shetete kepa barabara. Ombe piga kabisa. Shandoro baba ndo shema baba. Endelea ombe huyo dada. Shakapasha ndani barabara kapa. Yapa sondo shema baba ndo. Yale mabaya yaliyokuwa yamewekwa juu yako. Teketea kwa damu ya Yesu. Na achia uzima, na achia afya juu yako. Kila roho iliyotumwa juu yako, teketea. Fanya haraka. Nyota yake naitaka. Fanya haraka nimesema. Sasa hapa ndio leta hapa mbele yako. Leta hapa mshono nataka yote. Yote yule. Sasa mchezo nitaka yote. Rejesha. Patana Yesu. Mikono yake ilikuwa imechukuliwa na wachawi, na waganga, na wasoma nyota, na giza. Rejesha nyota yake. Magonjwa. Fanya haraka ondoka. Yes, toka. Fanya haraka uachie mwanangu. Kama biashara yake kufanya faida. Baba sio biashara. Kwa nini sio biashara? Kifanikiwa atawauliza sana. Akifanikiwa mtaumia kwa sababu anajidai. Akifanikiwa mtaumia kwa sababu anajidai. Mimi nataka astawi. Na mchongoa leo kutoka kwenye madhabahu yetu. Nataka astawi. Kuanzia hivi Maria Mere na achilia moto na kuhamisha kutoka kwenye barabara ya mateso, barabara ya madeni, barabara ya kwanza mambo ya kuishia njiani. Leo na kupanda kwenye barabara njema. Mafanikio yako kuanzia leo hii yaanze kutokea. Pokea baraka na kufunga ewe kanda ndani yake. Teketea. Uzima na afya ndani ya mwanangu. Uzima na afya ndani ya mwanangu kwa damu ya Yesu. Roho zote ndani yake. Toka. Kwa damu ya Yesu. Weka moyo wake ndoa yake. Nataka ndoa. Nataka ndoa ya udada. Fanya haraka kabla sijakuchukua. Nataka ndoa yake. Hapo funga ndoa. Naagiza wewe ulifunga ndoa yake. Moto. Na uzao wake. Kwa kabisa. Uzao. Nataka uzao. Kwa damu ya mwana kondoo, pendo na kuita leo. Wale mashetani wanaokuzuia, walioweka magonjwa juu yako.
na agiza pembe, kila aina ya uchawi teketea kwa damu ya Yesu. Shangwe kufu ambao umeshaombea wanaomba shika sadaka yako mkono wa kumi. Unaweza kumtolea Mungu chombo cha sadaka kidogo sana. Baba Mungu katika jina la Yesu, ninambariki mtu anayetoa sadaka yake kwa moyo wake. Nataka kuweka sadaka yake, Mungu mbariki ili aweze kwenda nyumbani kwa amani kwa jina la Yesu. Amen. Hapo mtandao unaweza kuweka sadaka yako ukaenda nyumbani moja kwa moja, lakini kama unahitaji maombi unaweza kusogea hapa mbele. Shangwe kuboshele, shangwe kuboshatana, shangwe kubosheleke pa. Na mwingine akishaombewa mtu wa finance unamkumbusha mtu asije katoka hivi. Biblia inasema usinione Bwana mikono mitupu. Shangwe kubo mtu wa finance mkishwa mtu anataka kuombewa unaongea naye. Unamwambia hapa ndio mtolea Bwana. Atamtolea Bwana. Na baada ya hapo ibada yetu, na kama mtu unahisi nataka kuombewa sogea. Mwache bila. Unapata nini? Nani wewe? Ni nani? Nani? La nani? Nani wewe? Nani wewe? Nani wewe? Nani? Aya machane, wewe nenda ongea utazako zote. Machane, ongea lugha nzuri. Na kuapisha. Mwajarege msaidie. Msaidie mwajarege. Kisha toa sadaka yako ibada yetu imeisha. Weka sadaka yako nenda nyumbani kwa kanisa. Unataka kapasha tete. Nataka atoke utumwani. Mata kwa jina la Yesu. Pigo ile kana yake. Moto. Teketea kwa jina la Yesu. Roho za magonjwa zote zilizotoka jana na zikaanza kusikia kwanza. Teketea kwa jina la Yesu. Moto.